Kefa Kayombo anaharibu ligi yetu na nadhani anatakiwa kuchunguzwa. Kuna shida sehemu. Hayuko sawa. Kilichotokea Ijumaa aliharibu siku za wanamichezo wengi Tanzania na Afrika kiujumla. Maamuzi mengi hayakuwa sawa. Maana niliona ile clip imetembea mpaka Nigeria huko. Kuna jamaa Nigeria anatoa taarifa za mpira Afrika. Kaizungumzia hii mechi. Of course, lakini Hansen kama Kefa Kayombo sikuona kitu chochote. Ngoja mimi nimalize. 15 minutes kuongezwa na kile kilichokuwa kinatokea uwanjani. Ngoja mimi nimalize kuzungumza na wakati wangu. Ndio. Kefa Kayombo, tukianza na mechi ya juzi, maamuzi makubwa mawili ya ovyo ambayo yalitokea. Binafsi sikuona penalty halali kwenye zile penalty mbili ambazo walipata Simba. Kwa mtazamo wako? Kwa mtazamo wangu mimi. Penalty ya kwanza, ukitazama mpira ambao ulipigwa na Zimbwe, cross ilienda kugusa hapa kwenye kifua cha mlinzi. Baada hapo I don't know kama mpira ulikwenda kugusa kwenye mkono au vipi, lakini mpira contact ya kwanza ilikuwa ni kifuani. Sheria zinazungumza vipi? Mpira ukigusa kwenye kiungo tofauti na mkono and then ukaenda kwenye mkono, sio foul. Haikutakiwa kuwa penalty kwa namna yoyote ile. Ule ni wizi wa wazi wazi. Na ukitazama game, Mashujaa walikuwa wako mbele goli moja. Tunazungumza shida ya 66. Penalty imetoka. Binafsi penalty ya pili nimetafuta, sioni nyuma wala mbele. Ile penalty ya pili sitaki kuzungumzia zaidi masuala ya dakika kwa sababu mimi sikujua ni muda gani ambao ulikuwa wasted. Hiyo siwezi kuizungumzia kwa sababu maamuzi wa mezani alikuwepo, alikuwa na hesabu dakika ambazo wasted. Tuliona kipindi cha kwanza zimeongezwa 6 zimekwenda mpaka 9, kipindi cha pili zimeongezwa 15 zimekwenda mpaka 19. Sijui watanisaidia ambao walikuwa na calculate muda